Vita kati ya Urusi na Ukraini inaendelea, huku Urusi inaendelea kulipua maeneo ya Ukraini bila kukoma. Mbele ya mashariki sasa imo chini ya mashambulizi makali, huku raia wakiwa wamenaswa katikati ya mapigano. Polisi wa Ukraini wanakimbizana kuokoa familia zilizokwama, wakati majeshi ya Urusi yakizidi kusonga mbele. Kwenye magofu yanayotoa moshi katika mji wa Pokrovsk, majeshi ya Urusi na Ukraini yanapigana vita katika mapigano makali yasiyokoma. Chini ya anga la kijivu lililofunikwa na moshi, wanajeshi wa Ukraini wanajitahidi kuzuia mashambulizi ya Urusi. Hizi ni picha kutoka Pokrovsk zinazoonyesha ukali wa mapigano hayo. Urusi inatumia silaha nzito kuvunja ngome za ulinzi za Ukraini. Urusi imekuwa ikijaribu kuteka mji huo muhimu wa usafirishaji na vifaa kwa zaidi ya mwaka mmoja. Warusi wanadai wamefanikiwa kudhibiti mitaa kadhaa baada ya wiki za mashambulizi yasiyo na kikomo. Ukraini kwa upande wake inasisitiza kwamba wanajeshi wake bado wanashikilia baadhi ya maeneo, ingawa inakubali hali ni ngumu sana. Rais wa Ukraini alifanya ziara ya kushtukiza mjini Pokrovsk ili kuinua hali na morali ya vikosi vyake. Hali halisi ya kuzingirwa huku kunakoongezeka inaonekana wazi katika miji jirani, ambako chini ya mizinga polisi wa Ukraini wanafanya operesheni za uokoaji za hatari sana. Mwisho wa wiki hii Ukraini ilituma vikosi maalum kusaidia kulinda mji huo, lakini Moscow ilidai kwamba vikosi vyake vya elite viliondolewa haraka. Kwa mujibu wa jeshi la Ukraini, zaidi ya wanajeshi 11,000 wa Urusi wamejikusanya kuzunguka Pokrovsk, na kwamba idadi ya wanajeshi wa Urusi ni kubwa mara 8 kuliko wanajeshi wa Ukraini. Pokrovsk, mji uliokuwa na wakazi takribani 60,000 kabla ya vita, sasa umegeuka kuwa jangwa lililoharibiwa kabisa na mapigano. Jeshi la Urusi lilipata mafanikio madogo lakini thabiti mwezi Oktoba, likilenga mashambulizi katika eneo la mashariki la Donetsk. Kwa mujibu wa wachambuzi wa taasisi ya ISW, Urusi ilifanikiwa kuchukua kilomita za mraba 461 kutoka Ukraini mwezi huo. Sasa Urusi inadhibiti karibu 81% ya mkoa wa Donetsk, ambao inadai imeutwaa, na bado inapigana kupata udhibiti kamili. Moscow imeitaka Ukraini iondoe majeshi yake kutoka Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhia kama sharti la awali kwa mazungumzo ya amani. Kiev imekataa ombi hilo, ikieleza kuwa haliwezekani. Awamu kadhaa za mazungumzo ya amani zimefanyika bila mafanikio ya kuvunja mkwamo kuhusu namna ya kumaliza vita hivyo. Katika mstari wa mbele, mapigano yanaendelea kuwa makali zaidi kuliko hapo awali. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter.